KTN Nairobi. Kwingineko, Wakenya sasa watalazimika kutembelea vituo maalum vilivyoteuliwa ili kujiandikisha kuwa wapiga kura, huku zoezi la usajili wa wapiga kura likitarajiwa kufika kikomo hapo kesho. Hii ni licha ya viongozi kutoka eneo la Pokot ya Magharibi kutoa wito wa kuongezwa kwa muda kutokana na uhaba wa vitambulisho na vilevile changamoto za usafiri. Anavyoripoti mwanahabari Winfrey Owino, kufikia Ijumaa iliyopita, IEBC ilikuwa imewasajili wapiga kura wapya milioni 1.8 na kutoa ufafanuzi kuhusu taarifa za uongo zinazoenezwa mtandaoni. Katika saa 24 zijazo, Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC itakuwa imefunga zoezi la usajili wa kielektroniki wa wapiga kura ambao umekuwa ukiendelea nchi nzima kwa siku 29 zilizopita. Hii ni licha ya wito wa kuongezwa kwa muda kutoka kwa viongozi wa Pokot Magharibi kutokana na uhaba wa vitambulisho na changamoto za usafiri. Wale watachukua kadi ya kupiga kura ni wengi. Vigumu kufikia ile kiwango cha kusajili hawa. IEBC pia inaongeza muda, na pia ile department inahusika na kupeana vipande waweze kufikia watu katika vijijini. Ikiwezekana muwape wakazi wa West Pokot muda ya kuwe na hiyo free registration, sababu watu wengi wameacha sana. Kufikia Aprili 29, IEBC ilikuwa imewasajili wapiga kura wapya milioni 1.8 dhidi ya lengo la milioni 2.5. Zaidi ya Wakenya 1.5 walikuwa wamehamisha vituo vyao vya kupigia kura na wengine 2,800 kufanya mabadiliko ya taarifa zao. Zoezi hilo litakapokamilika Jumanne Aprili 28, Wakenya sasa watarejea kujiandikisha katika vituo vya Huduma Center na ofisi za maeneo ya bunge. Hata hivyo, tume hiyo inasema kuwa baada ya usajili kukamilika, uhakiki utafanywa kabla ya ukusanyaji wa takwimu za kibiometriki kufanyika ili kuzuia usajili wa mara mbili. Hii wanasema ndiyo sababu ya kuwataka wapiga kura wa zamani kujiandikisha upya. Winfrey Owino, KTN.